Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Madhehebu ya Kikristo nchini Tanzania yamehimizwa kuondoa tofauti zao katika uenezaji wa neno la Mungu ili watu wengi zaidi waendelee kumjua Yesu na uzuri wa neema ya wokovu. Haya yameelezwa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Biblia Tanzania, Askofu Amos Mwagachi, wakati akiongoza tafakari ya neno la mkutano mkuu akisoma Zaburi mlango wa 133. Amesema katika eneo pekee ambalo kila mmoja anapaswa kujiunga ni kwenye Chama cha Biblia Tanzania, kwani hapa kila dhehebu kutana. Mahali pekee unaweza kukuta Wakristo wako kwa pamoja ni eneo kama hili. The only place where you will find out Christians sitting together is a place like this here. Unakuta Wakatoliki, You will find out the Catholics. wana amani na utulivu katika Chama cha Biblia. They have peace just to be in the Bible society. Wa Protestant, Protestants, wa Pentekoste, Pentecostals, wa Sabato SDAs, na watu wa madhehebu mengine and other people from other denominations. wanakaa kwa pamoja na kwa umoja wakimshukuru Mungu. Mahali pekee pa kupeleka neno la Mungu ni kwa chama chetu. The only place to bring the word of God is on the Bible society. Mahali ambapo theology za watu zinakutana kwa pamoja, hazitugawi. Where theologians they meet together and make their unity instead of division. Na mwisho neno hilo linasema neno la Mungu. And lastly, maana hapo ndipo alikuamuru baraka. Tumehakikisha kuwa maandiko matakatifu yanapatikana kwa muda wote. Hiyo ndio tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, kwa watu wote na kwa lugha na miundombinu mbalimbali kwa gharama nafuu. Huduma hii ndiyo lengo kuu la Chama cha Biblia cha Tanzania. Ndugu wajumbe, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mafanikio tuliyoyapata mwaka 2025 pamoja na changamoto zake. Tunamshukuru Mungu sana, maana si kwa nguvu zetu wala kwa akili zetu, bali ni Mungu pekee aliyetuwezesha kufanya hayo. For the Korean churches and the Korean Bible Society, Tanzanian churches, the Bible Society of Tanzania have a special place in our heart. anasema kanisa nchini Korea, chama cha Biblia cha Tanzania kimewekwa alama katika mioyo yao kule Korea, kanisa na chama cha Biblia cha Korea katika mioyo yao. Biblia zikienea kwa wingi, manake zikisambazwa kwa wingi, kwamba Biblia zikimfikia kila mtu, awe Mkristo asiwe Mkristo, ni kwamba injili itakuwa rahisi zaidi kuwafikia kila mmoja na kila mmoja atakuwa na uelewa mpana zaidi kuhusu Ukristo. Kwa upande wangu mimi ninaona kwamba chama cha Biblia kimepiga hatua kubwa ukilinganisha na kilikotoka na kinakokwenda. Kwa yale ambayo tumeyaona hapa yaliyoelezewa kwenye kikao na yale ambayo tumeyajadili, wengi hawana mwamko na hawana taarifa na hawajui kama kuna chama cha Biblia. Wanaijua Biblia lakini hawajui kama kuna chama cha Biblia. Nilikuwa na shauri kama kuna uwezekano bodi ingeandaa mkakati au ingeandaa logistic kwamba kupitia zile chaplains zilizopo vioni, vijana wapewe semina, wapewe taarifa, wapewe kama ni vipeperushi au namna yoyote ambayo inaweza kuhamasisha zaidi, wakajua kuna chama cha Biblia na wakajiunga. Mkutano mkuu wa Chama cha Biblia cha Tanzania hufanyika mara moja kila mwaka, ambapo mwaka huu umefanyika jijini Dodoma na kuhudhuriwa na watumishi mbalimbali kutoka madhehebu tofauti, wakiwemo viongozi
kutoka Chama cha Biblia cha Korea. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu. Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni.